Muhtasari wa fursa, executive summary. Pilipili hoho ni miongoni mwa mazao ya mboga yenye thamani ya juu zaidi sokoni, kutokana na matumizi yake mapana katika mapishi ya kisasa na mahitaji makubwa ya mahoteli. Kwa kutumia teknolojia rahisi kama matandazo, mulching, au nyumba za kitalu, greenhouse, mkulima anaweza kuvuna kati ya tani 15 hadi 25 kwa ekari. Fursa kuu ipo kwenye soko la hoho za rangi nyekundu na njano, ambazo zina bei mara 3 zaidi ya hoho za kijani, huku usindikaji wa hoho kavu, paprika, ukifungua milango ya soko la viungo la kimataifa. Mwangaza wa fursa. Karibu kwenye mwangaza wa fursa. Kama ilivyo hapa mwangaza wa fursa, kauli mbiu yetu ni namba hazidanganyi, ni muda tu. Mada yetu ya leo ni pilipili hoho, biashara ya rangi na faida. Mimi ni Mr. Data. Utangulizi wa fursa. Watu wengi wanapoona pilipili hoho shambani wanaona mboga tu ya kuweka kwenye pilau, lakini kwenye kipindi cha mwangaza wa fursa, sisi tunaona zao la pesa za haraka. Hoho ni zao linaloweza kubadilisha hali yako ya kiuchumi ndani ya msimu mmoja tu ikiwa utazingatia soko linataka nini. Leo tunaichambua hoho ndani ya channel ya mwangaza wa fursa, ili kuona jinsi gani rangi za kijani, nyekundu na njano zinavyoweza kutafsiriwa kuwa namba kubwa kwenye akaunti yako. Profaili ya mmea na uwekezaji wa muda. Hoho ni zao linalopenda uangalizi, lakini linalolipa vizuri sana. Inachukua kati ya siku 70 hadi 90 kuanza kuvunwa tangu kusitishwa shambani. Ukipanda mbegu bora na kufuata kanuni za kilimo bora, unaweza kuvuna mfululizo kwa muda wa miezi 2 hadi 3. Huu ni uwekezaji wa kimkakati. Ingawa unahitaji mtaji wa madawa na mbolea, marejesho yake, return on investment, ni ya haraka na yenye tija kubwa ukilinganisha na mazao mengi ya muda mrefu. Mchanganuo wa mmea kama bidhaa. Hebu tuuchambue mnyororo wa thamani wa hoho. Hoho za kijani, green bell peppers. Hizi zina soko la uhakika kila siku kwenye masoko yote ya mitaani. Ni rahisi kuzizalisha na zina gharama nafuu za uendeshaji. Hoho za rangi, red na yellow peppers. Hizi ni dhahabu. Zinahitajika zaidi na mahoteli makubwa, migahawa ya kitalii na watu wenye kipato cha kati. Bei yake sokoni mara nyingi huwa ni mara 2 au 3 ya hoho za kijani. Hoho zilizochakatwa, paprika na flakes. Hoho zinaweza kukaushwa na kusagwa kutengeneza kiungo cha paprika. Hii ni fursa ya kiviwanda inayoongeza muda wa kukaa kwa zao na kukuwezesha kuuza nje ya nchi. Soko la mbegu. Kwa wakulima wabobezi, kuzalisha mbegu bora za hoho ni biashara nyingine kubwa kutokana na uhitaji wa wakulima wapya kila kukicha. Uchumi wa namba na ongezeko la thamani. Namba hazidanganyi. Katika eneo lile la robo ekari, ukipanda hoho za rangi kwa utaalamu, unaweza kutengeneza faida sawa na ekari 2 za mahindi. Kwa kuongeza thamani, kama vile kusafisha, kupanga kwa madaraja, grading, na kufungasha kwenye plastiki maalum, shrink wrap, unapata uwezo wa kuingia kwenye masoko ya supermarket ambapo bei inapangwa kwa kilo na si kwa fungu. Hapa, faida yako inaweza kuongezeka kwa zaidi ya 200%. Hitimisho na hatua za kuchukua. Mwangaza wa fursa upo kwenye kutoa suluhisho la kile ambacho soko kinakihitaji. Pilipili hoho si mboga tu, ni fursa ya biashara yenye rangi nyingi za mafanikio. Kama una eneo dogo lenye maji ya uhakika, hoho ni mradi unaoweza kuanza nao leo na ukaona matokeo yake kabla ya mwaka kuisha. Kama umependa uchambuzi huu wa hoho uliandaliwa na Mwanafursa Ustadhikani, tafadhali bonyeza alama ya like kuisapoti chaneli yetu ya Mwangaza wa Fursa na usisahau kusubscribe hapa Mwangaza wa Fursa Elimika. Kwa kufanya hivyo, unakuwa mstari wa mbele kupata elimu ya fursa zinazobadilisha maisha. Bonyeza kengele ya taarifa ili uwe wa kwanza kupata madini yetu. Mimi ni Mr. Data, tukutane kwenye fursa ijayo.